Habari za mchana. Kwanza na mimi ningependa kwa pamoja na wenzangu waliotangulia kuweza kuwashukuru kwa uwepo wenu. Hii ni nzuri na ni kubwa sana kwetu na tunawashukuru sana kwa support yenu ambayo mmekuwa mkituonyesha toka siku ya kwanza ambayo tulianza kuanzisha tamasha letu. Lakini pili ni kwa hapa mbele kuweza kuiongelea timu yangu. Mimi pamoja na timu yangu iko vizuri na tumejiandaa vizuri na ni timu ambayo nimeitengeneza kwa wachezaji walio bora na wakubwa na naamini tutaweza kupata matokeo tena katika mchezo huu unaokuja. Timu yangu ina wachezaji mchanganyiko ambao ni wapo wa Simba, wapo wa Yanga na klabu nyingine za ligi yetu ambao nikiwataja kwa majina, kwanza kuna Pacome Zouzoua, lakini pia kuna Aziz Ki tamrudisha. Aziz Ki nitamrudisha. Kasha kwa mchezaji wako tena. Utajua hapo hapo. Kwani hela si ndio inaongea? Hela ndio inaongea. Lakini pia naye Abdulrazaki Hamza wa Simba, lakini naye Lianga, lakini pia na wengi wazuri ambao naamini siku hiyo mtajionea. Kwa hiyo kikubwa tungependa kuwaomba mweze kujitokeza kwa wingi siku tarehe 6 tuje tusherekee kwa sababu ni siku kubwa hiyo ndani ya mkoa wetu wa Morogoro. Kwa hiyo tunaamini uwepo wenu utakuwa ni chachu ya kukamilisha jambo letu na support yenu ni muhimu sana kwetu. Kikubwa tunawaomba mjitokeze, mje mtupe support vijana wenu. Lakini pia sitapenda kuwaacha na kuendelea kuwaomba makampuni binafsi wapenzi wa mpira, lakini na nyie mashabiki ambao kwa chochote kidogo ili mradi tuweze kukamilisha jambo letu. Kwa hiyo kwa lolote ambalo mmejaliwa tunaomba muweze kusupport vijana wenu ili tuweze kukamilisha hili. Asante sana. Kuna jambo la muhimu sana nimelikumbuka bwana ndugu yangu anikumbusha hapa. Mwaka uliopita nilimfunga 6 kibwana. Nadhani wote mtakuwa mnakumbuka. Lakini kuna jambo ambalo kwa mwaka huu nimependa kuliongezea katika benchi langu. Kuna kocha mmoja bwana naona ana vitu vya hatari sana. Naamini ataongeza kitu katika benchi langu. Kocha, Ali umemfukuza? Ali yupo, lakini nimeongezea nguvu. Kocha karibu bwana. Kocha leo jala suti leo. Leo pema. Kwani subiri bwana tukae. Hapo nyuma. Habari zenu kwanza. Leo hapa tumeenda na wape tabasamu kwanza kwa ajili ya kuhakikisha hii inatangulia mbele. Watu wajue kitu gani kinakuja. Alafu baada ya hapo ndio vitu ambavyo Watanzania wanavitaka vinafuatia. Najua watu wengi sana wanatamani kuniona kwenye ile mtazamo ama muonekano wa Diego Simeone au Pep Guardiola. Wanapenda vile vitu Ruben Amorim. Kwa leo tunakwenda kwanza na wape tabasamu kupitia ndugu zetu Dickson Job. Mimi kwa nafasi hii ambayo nimeipata nimefurahi sana kwa sababu last time nilikuwa jukwaani na iliyopita tena nilikuwa MC uwanjani. Na mara zote mimi kusema kweli nisifiche kibwana ndugu yangu, lakini nimekuwa team Dickson Job na ndio timu ambayo inashinda. Na ndio timu ambayo kikosi chake ukiangalia ni cha ushindi. Wafaransa wanakuambia vous ne pouvez pas changer le résultat. Kikosi kinachoshinda hakibadilishwi. Kwa hiyo hii ndio timu ya ushindi na nipo katika timu ya ushindi. Kibwana ndugu yangu utanisamehe, tutakaa nyumbani tutaongea kifamilia, lakini niko team Dickson Job. Lakini nawashukuru sana kwa niaba ya makocha wote Dickson Job na Kibwana Shomari, lakini na GSM ambao wameweza kuingia na kuongeza nguvu kwa kupewa tabasamu kwa Mtanzania ambaye anahitaji tabasamu. Watu wanahitaji kweli tabasamu. Sisi tumekutana hapa tunazungumza masuala ya kihabari, lakini kuna mtu yuko chini pale hata kuinuka na shindwa, kucheka na shindwa, aidha ni mama, kijana, mzee. Kwa hiyo ndugu zangu hawa kuja na wazo hili GSM kampuni tanzu kama alivyosema Malkia wa Nguvu hapo kusupport na watu wote ambao wapo nyuma ya Dickson Job na Kibwana Shomari. Tanzania inawashukuru. Tanzania inafurahi kwa ajili yenu. Na ndio maana mimi nilipopigiwa simu kwa haraka sana nikasema nipo tayari kuungana na kila anayetaka Mtanzania mwingine apate tabasamu. Kwa hiyo kocha Turpamovic, vitu vyangu siku hiyo vitakuwepo kama kawaida, formation, mpira utapigwa mwingi sana. Watu watafurahi. Tarehe 6 tufike pale kwa wingi. Nashukuru. Karibu sana ndugu waandishi wa habari. Kwa majina naitwa Kibwana Ali Shomari, ni CEO wa timu Kibwana.
Najua msimu uliopita nilifungwa, sikatai, ni mchezo wa mpira, lakini hiyo tushasahau. Na focus na hichi kitu kinachokuja mbele yangu. Mashabiki wote wa timu Kibwana wajitokeze kwa wingi, wajashuhudie burudani nzuri. Sasa hivi nawaahidi ushindi. Na pia nimeweza kuongeza nguvu katika benchi langu la ufundi. Kibwana nimemtoa, haupo. Nimepata mwalimu mwingine, mwalimu mpya, kutakuwa na mifumo mingi mipya. James kaongea hapa, lakini ni kitu cha kawaida tu, maneno yeye na mchezaji wake najua anaongea sana, lakini mimi kama Kibwana sitaki kuongea sana msimu huu. Nataka watu waje waone vitendo. Asanteni sana. Huyu anaibaga. Wewe na Elisi mnaibaga sana wachezaji wangu. Kikubwa atakuwepo Max Zengeli, atakuwa Simon Msuva, kapteni wa nchi, Bwana Samata watakuwepo. Kwa hiyo kwenye vita huko aendi. Kwa hiyo naomba watu wajitokeze kwa wingi kuja kutupa support siku ya mchezo. Hasa nyinyi ndugu zangu waandishi wa habari, mmekuwa mkitusupport sana. Tuomba mjitokeze kwa wingi kuja kutusupport. Asanteni sana. Surprise. Habari za mchana huu. Kwanza tuwashukuru kuweza kujitokeza, kuweza kutusupport katika hichi ambacho ndio kifanya. Kwa muda huu sitokuwa mchezaji wa timu yote kwa kipindi hichi kwa sasa hivi baada ya hichi ambacho nakiongea. Tunamshukuru Mungu kwa kuweza kufanya jambo kama hili. Binafsi tunafanya kitu kama hichi kutokana na mazingira ambayo tumetokea wote au Watanzania kwa ujumla. Inajulikana maisha ambayo tunatokea, kwa hiyo tunapopata fursa au kutumia hichi ambacho Mungu katupa, tunajitahidi na sisi kurudisha kwa wenzetu ambao tunajua na mahitaji. Kwa hiyo tuendelea kuomba wadau waweze kutusupport kwa sababu peke yetu hatuwezi. Sisi tunatumika kwa hivyo kufahamika, lakini kuna watu ambao hawafahamiki, wana uwezo na hata wasiokuwa na uwezo ambao wanaweza kuchangia chochote na kukamilisha jambo hili. Asanteni sana. Ataelezewa na mwenyekiti wa taasisi Mr. George Job. Kwa hiyo ningependa kumkaribisha aelezee mafupi kuhusiana na msimu wetu wa 4 tunaokwenda kuanza. Karibu. Habari zenu. Kama alivyotangulia kuzungumza mwenzangu, nadhani nitaenda moja kwa moja kwenye kueleza msimu wetu wa 4. Na msimu huu wa 4 tunaenda kufanya jambo lingine tena. Mwaka jana tulifanya ukarabati kwenye jengo la hospitali ya mkoa, maternity ward. Msimu wa nyuma tulifanya tena msaada mwingine ambao tulifanya ukarabati, tulitoa msaada kwenye wilaya ya Morogoro vijijini, tukipeleka kwenye zahanati 2 ya Karundwa pamoja na ile nyingine ambayo tulipeleka vifaa tiba pamoja na vitanda. Sasa safari hii tunaenda kutoa bima kwa watu 500. Ni mchakato ambao hauwezi kukamilika kwa mara moja, lakini tumeamua kuanza, na hii mechi inaenda kuweka awareness ya kampeni yetu ya mwaka wetu huu wa 4. Kwa tutatoa bima kwa watu 500, tuki group 250 watoto na 250 wazee. Sasa namna gani ambavyo tutaenda kupata hawa watu ni mchakato ambao utafanyika kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya ya Morogoro. Kwa hiyo ni mchakato ambao utakuwa ni endelevu, hatuwezi kukamilisha mara moja kwa kupata watu 500, lakini utakuwa unaendelea. Kwa hiyo hii mechi inaenda kuwa kama awareness, ku raise awareness, watu kufahamu kwamba Wape Tabasamu kwa mwaka huu inaenda kufanya kitu gani. Kwa hiyo ndo kampeni yetu ya muhula huu au mwaka huu wa 4 ambao utaenda kufanyika tarehe 6 ya mwezi wa 7, Jumapili, inshallah tukijaliwa uhai, tutaifanya pale kwenye uwanja wa Jamhuri Morogoro. Na kwa msimu huu wa 4 tuko na washirika mbalimbali au wadau mbalimbali ambao wametuunga mkono kwenye mwaka huu. Wapo ambao tumeendelea kuwa nao, wapo sio kwa mwaka wa kwanza au mwaka wa pili. Of course GSM Foundation wako na sisi sio kwa mara ya kwanza, mwaka jana walikuwa nasi na hata mwaka juzi pia walikuwa nasi. Kwa wanaendelea kutunga mkono katika juhudi ambazo tunaendelea kuzifanya. Mwaka jana tunafahamu tulikuwa tuko na wengine ambao walituunga mkono kwa wakati ule. Sasa hizi tuna GSM Foundation ambao wanaendelea kutunga mkono licha alikuwepo miaka ya nyuma, lakini pia yapo mataasisi mengine, NBC Bank, wapo na washirika wengine ambao wanaonekana brand zao ziko hapo, GSM Cola ambao nao wanatunga mkono kwenye hili, lakini pia
Robi One Farmers na wengine ambao wanashiriki. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa namna ambavyo wanatuunga mkono, na sisi tunakuja mbele zenu wadau, tunaomba mtuunge mkono kwenye hiki ambacho tunaendelea kukifanya, na tunaamini msimu wa 4 utakuwa ni msimu mwingine bora kama ambavyo misimu mingine mitatu imepita. Sasa nitatoa nafasi watazungumza wenzangu, najua wachezaji wao mostly watazungumza juu ya timu zao kwa sababu ndo burudani ambayo watu wanaisubiri zaidi, lakini kwenye kila burudani nyuma yake kuna lengo. Kwa hiyo mimi kazi yangu kuelezea lengo la msimu, alafu then burudani itaelezwa na wachezaji wenyewe. Wachezaji ambao watapatikana kwenye tamasha ni wakina nani na kuna nini. Kwa hiyo tunaendelea kuhakikisha kwamba kila kitu kinaendelea kuwepo. Kwa hiyo mbeleni kadri utaratibu utakavyozidi kwenda tutajulishana mengine ndani ya press hii, sio mbeleni kwa siku nyingine. Ndani ya press hii tutaeleza mengine. Kwa hiyo kwa wakati huu naomba nimkaribishe dada Faith kutoka GSM Foundation naye aongee machache. Sasa ningependa kuzungumzia machache ambayo yatafanyika kwenye msimu wa 4 kwa maana activations. Watashauri tunakuwa na activations kadhaa. Tutakuwa na activation ya kugawa mafuta kwa afisa usafirishaji, wanapenda kutambulika hivyo. Kwa ndugu zetu afisa usafirishaji, tabasamu litawafikia ambao maarufu kama bodaboda. Tuna mpango wa kufanya hiyo activation na wao na tutaifanya. Pia tutakuwa na swala lingine gala dinner ambayo tutaifanya tarehe 5 ya Jumamosi kwa kushirikiana na wadau wengine wa Morogoro pamoja na wengine ambao watakuwa wanatoka kwenye mkoa huu. Tutafanya invitation tuweke gala dinner kuongeza awareness, lakini pia kuendeleza mchango wa kuhakikisha kwamba lengo linafikiwa. Tumetaja idadi ya watu ambao tunataka kuwafikia kutoa bima, lakini kidogo atukuweka wazi mchanganuo wa gharama jinsi zinavyokwenda. Kiasi cha shilingi milioni 66 zinatakiwa kwa ajili ya kuhakikisha watoto 250 wanapata bima, lakini kiasi cha shilingi milioni 177 kwa ajili ya kuhakikisha wazee 250 wanapata bima. Na ndio maana nikatangulia kusema kwamba si mchakato wa mara moja, kwa sababu gharama yake hapo ukiipiga mahesabu milioni 66 jumlisha 177 unapata hesabu nzuri tu ambayo unaona si rahisi sana kukamilika kwa pamoja. Ndio maana tunasema ni mchakato ambao utakuwa ni endelevu, lakini mchakato endelevu kwa sababu namna pia kuwapata wanufaika inabidi uwe legit, upate watu ambao kweli wana uhitaji na uhakika kupata hiyo. Na ndio maana tumeingiza ofisi ya mkuu wa wilaya kuhakikisha kwamba tunafanya mchakato ulio sahihi na tunapata watu ambao wako sahihi. Lakini hilo nimeliweka wazi hapo. Sasa tutaweka wazi account number ya kuchangia, namba ya simu pia ya kuchangia kwa wale wote ambao watakuwa wamewiwa kuunga mkono juhudi hizi ambazo tunaendelea kuzifanya. Lakini kingine kikubwa ambacho tunaenda kukifanya mwaka huu, kwa mashabiki wengi ambao wamekuwa wakifuatilia na kutuunga mkono, wengine wanatamani kushiriki kwa kuchangia kwa namna yoyote ile. Sasa tumepata namna nyingine nzuri ya kuwafanya na wao wakumbuke kama walichangia. Unajua kuna mwingine anaweza kanachangia kitu afa akumbuki kama alichangia. Kwa hiyo tumetengeneza namna sahihi ya kuhakikisha kwamba wanaochangia wanakumbuka kama walifanya mchango au walichangia wape tabasamu kwa wakati fulani. Tumekuwa na jumbe nyingi ambazo watu wanatufikia wakituuliza mawili matatu, na wengine wakitaka hata jezi ambazo wachezaji wanazichezea. Sasa kwa muhula huu hatujawaacha nyuma. Jezi zitakazotumika msimu zitakuwepo sokoni. Jezi zitakazotumika msimu zitakuwepo sokoni. Kwa hii ni moja ya jezi ambazo zitatumika na mnaweza kuiona mkaangalia na quality yake jinsi ambavyo ipo. Hii ni jezi ambayo itakuwa inavaliwa na Team Dickson Job na itakuwa inapatikana sokoni. Lakini pia tutakuwa na jezi ya kibwana na jezi nyingine na jezi rangi 3 ambazo zote zitakuwa sokoni. Kwa bei elekezi ya hizi jezi itakuwa ni shilingi 25,000. Bei elekezi ya hizi jezi itakuwa ni shilingi 25,000. Kwa leo tutatangaza ni maduka gani zinapatikana hizi kwa Dar es Salaam pamoja na Morogoro. Kwa wale ambao wako katika mikoa mingine basi atafanya utaratibu wa kutufikia ili tujue ili au wajue na yeye anapataje mzigo wake. Kwa hizi jezi zitakuwepo sokoni kwa bei elekezi ya shilingi 25,000. Kwa kununua hii jezi maana yake utakuwa umeunga mkono juhudi, lakini pia utakuwa umechangia. Kwa kadri kila siku utakavyokuwa unaivaa hii jezi utakuwa unakumbuka kama kwenye msimu wa mwaka 2025 au msimu wa 4 wape tabasamu
ulichangia kiasi hiko cha pesa kwenye kuhakikisha lengo mama la kupatikana kwa bima za watu 500 linafanikiwa. Kwa hiyo ndugu zangu, jezi hizi zitakuwa sokoni kuanzia leo hii na tutasema ni maduka gani jezi hizi zitakuwa zinapatikana. Asante sana. Kwa labda nikaribishe kama kutakuwa kuna maswali yoyote kutoka kwenu kwa hapa kwa ajili ya kuyajibia. Tumekuwa ni wafadhili wakuu wa initiative hii. Kwanza ningependa pia wakati huu kuchukua nafasi hii kuwapongeza sana taasisi ya Wape Tabasamu Foundation. Kwa kweli wanafanya an amazing job. Nadhani sisi wote ni mashahidi kwa kile ambacho wamekuwa wakifanya kwa ajili ya kurudisha kwenye jamii yetu. Sasa sisi kama GSM Foundation, nadhani wengi wetu ambao nadhani mtakuwa mmeona kazi ambazo tumekuwa tukizifanya ambazo essentially ni kurudisha kama sehemu ya faida ya biashara ambayo tunafanya kupitia GSM Group of Companies, kurudisha kwenye jamii yetu kwa ajili ya kusaidia makundi mbalimbali. Na kama ambavyo amesema msimu huu lengo kuu la mechi hii ya hisani ni kukusanya fedha kwa ajili ya kutoa kugharamia matibabu ama gharama za bima kwa ajili ya makundi mbalimbali, hususan makundi ya wanawake pamoja na watoto 250 na watu wazima au wazee 250. Kwa hiyo kwetu sisi tumeona ni kitu ambacho hatuwezi kukaa kimya, hatuwezi kukaa pembeni, ni kitu kizuri na kinalenga kurudisha kwenye jamii yetu, na hivyo tukaamua kupitia bidhaa yetu mpya ya GSM Cola ambayo ni moja ya bidhaa ambazo zinatengenezwa na GSM Beverage Company, tuwe wafadhili ama tufadhili mechi hii ya hisani ili kuweza kurudisha kwenye jamii yetu. Kwa hiyo jamani, Job na bwana Msheri nawatakia kila laheri na kibwana kwenye mechi yenu ya tarehe 7. Sisi GSM Foundation pamoja tarehe 6 sisi GSM Foundation pamoja na GSM Group of Companies tutakuwepo pale kuwatia joto na mabosi zetu pia watakuwepo. Kwa hiyo may the best man win, lakini kikubwa ni twende tukasaidie jamii yetu. Hongereni sana na asanteni sana.